fungu yafuatayo. Kwanza, nitazuia fungu kuu la 106 ofisi ya msajili wa hazina. Kwenye ofisi hiyo nitazuia fungu kuu P01 na P02, lakini pia nitazuia fungu kuu la 024 tume ya mipango. Nitazuia programu kuu ya P01 na P02, lakini pia nitazuia fungu kubwa la 009 Wizara ya Fedha wenyewe. Hapa nitazuia mapato kifungu cha 11 na kifungu cha 12, lakini pia nitazuia fungu kuu P01. Lakini pia nitazuia fungu kubwa 021 mfuko mkuu wa serikali. Hapa nitazuia P01. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za kuzuia mafungu hayo nitazieleza wakati nikiwa ninachangia. Kwa hiyo naomba watu wa makatibu mezani waweze kunifuatilia vizuri ili niweze kueleza hoja zangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze mchango wangu kwa kuanza na tume ya mipango. Mheshimiwa Mwenyekiti, tume ya mipango ni moja miongoni mwa tume muhimu ambayo inapanga mipango ya maendeleo ya nchi. Tume hii ina dhima na jukumu la kuhakikisha kwamba wanafanya utafiti wa kina kuhusiana na hali ya uchumi wa nchi, hali ya umaskini, pamoja na kuhakikisha kwamba wanaweka mipango mizuri ya matumizi ya serikali. Kwa bahati mbaya sana, Mheshimiwa Mwenyekiti, tume hii pia imepewa wajibu wa kufanya tathmini ya fidia mbalimbali ambazo zinapaswa kulipwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye tume hii ni masikitiko yangu makubwa sana ambayo ninayaleta, hususan kwenye suala hili la malipo ya fidia. Karibuni tumeshuhudia sote, Mheshimiwa Rais aliunda tume kwa ajili ya kuchunguza malipo haya ya fidia ambayo yanalipwa. Ni bahati mbaya sana na kwa masikitiko makubwa kwamba tume ile imekuja na ripoti ambayo imeonyesha ubadhirifu mkubwa wa fedha ambao unafanywa kwenye malipo yale. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hilo pia ukitizama kwenye hotuba ya waziri kwenye programu kuu ya uratibu wa mipango ya kitaifa na maendeleo ya watendaji kazi, mpaka mwezi Machi mwaka 2026 tume hii ilipangiwa kutumia bilioni 13.258, lakini ni masikitiko yangu kwamba matumizi yao yamezidi kile ambacho wamepangiwa. Mpaka kufikia Machi walishatumia bilioni 13.993, sawa na 106% ya kile ambacho wamepangiwa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ikiwa tume ya mipango ambayo ina wajibu wao wa kuipangia serikali lakini pia kupanga, wanakwenda beyond ya kile ambacho wamepangiwa kwenda kutumia, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna tatizo. Kuna tatizo. Tena lipo tatizo kubwa. Sasa ninaunganisha na malipo haya ya fidia ambayo Mheshimiwa Rais aliunda tume ya kwenda kuchunguza na ikaonekana kwamba kuna ubadhirifu. Sasa unazidi kuhuisha hilo tatizo kwenye tume hii kwamba kuna tatizo kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri hapa akija atuambie ni sababu zipi ambazo zilipelekea matumizi ambayo yalipangwa kwenye programu hii yamezidi kwa 6%. Kwa sababu hili si jambo la bahati mbaya, hususan kwenye tume muhimu kama hii. Kwa waziri atakapokuja hapa atuambie. Na ni masikitiko yangu mengine kwamba tume hii tumeona imepunguziwa majukumu. Baadhi ya miradi ambayo wanapaswa kuisimamia, tumeona kila unapokwenda unaambiwa kwamba miradi hii iko chini ya PDB. Miradi hii iko chini ya PDB. Ndio wamekuja kukagua. Sasa unajiuliza kwamba ni kipi ambacho kinasababisha kwenda kuzidi bajeti ya kile ambacho walipangiwa kwenda kutumia. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye hilo pia lipo tatizo kubwa la tathmini na fidia ambazo wananchi wanalalamika. Tumeona karibuni wakati wa ujenzi wa barabara ile ya flyover ya Amani, ile daraja la Amani, wananchi mbalimbali wakilalamika fedha ambazo wamepangiwa kulipwa, fedha ambazo wamekwenda kulipwa hazilingani. Kwa hiyo atakapokuja hapa Mheshimiwa Waziri atueleze ni sababu zipi ambazo au ni mambo yapi ambayo yalipelekea wananchi wale kwenda kulalamika. Mheshimiwa Mwenyekiti,
hapa mawaziri kadhaa wanapokuja, tukiuliza suala la ulipaji wa fidia, tunaelezwa kwamba fedha zipo. Mimi kwenye jimbo langu kuna barabara imemalizwa kujengwa, barabara ya Ole Kengeja mwaka 2017. Mpaka leo wananchi wale wanalalamika bado hawajalipa fidia. Wameandika barua kadhaa, wamefanyiwa tathmini mara kadhaa, lakini ni masikitiko yangu makubwa sana kwamba kuona wananchi wale mpaka leo wanahangaika, hali ya kuwa wengine nyumba zao zilivunjwa, wengine nyumba zao zimepata athari kubwa ambazo hazikaliki, mpaka leo kuona hawajalipwa. Mheshimiwa Mwenyekiti atakapokuja hapa, na wengine tayari wameshakuwa marehemu, kwa atakapokuja hapa Mheshimiwa Waziri atujibu ni sababu gani ambayo imepelekea wananchi ambao wamevunjiwa nyumba zao kwenye ujenzi wa barabara ile ya Ole Kengeja mpaka leo miongoni mwao bado hawajalipwa fidia, licha ya kwamba tathmini zimefanyika, wao wenyewe mara kadhaa wameandika barua, lakini hakuna majibu ambayo wanayapata. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais alisikitika kwenye hili suala la ulipaji wa fidia. Mpaka leo watendaji hawa wapo tu ofisini, tunaendelea kuwachekea. Mpaka leo watendaji hawa wapo ofisini, tunaendelea kuwatizama. Kila kitu tunakifanya kiamiami, kila kitu tunakifanya kiakhiakhi. Sio sahihi. Fedha ambazo zinapotea sio fedha zao, sio fedha za kwangu, wala sio fedha, ni fedha za umma, ni fedha za watu. Ni lazima watu hawa tuwaonelee huruma. Fedha ambazo wanazitumia kwa ajili ya ulipaji wa kodi, ni lazima tuhakikishe kwamba fedha zile zinatumiwa vizuri. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe tu wizara kwamba kwenye hili wachukue hatua, na hatua ambayo itaonekana, kwa sababu ripoti ile haikuwa siri. Pia na hatua ambazo zinapaswa kuchukuliwa hazipaswi kuwa hatua za siri, zinapaswa hatua zichukuliwe ili watu waweze kuona. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo jingine ni suala hili la ulipaji wa pensheni jamii, na hili ninaliunganisha pamoja na kesi ambayo imeamuliwa mahakamani kuhusiana na ulipaji wa pensheni kwa wastaafu 21 wa JKU. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni masikitiko yangu makubwa sana kabisa kuona suala hili la pensheni jamii linaratibiwa Wizara ya Maendeleo, wanawake na jinsia pale ustawi, lakini malipo yake yanafanyika Wizara ya Fedha. Ni kwa nini Mheshimiwa Mwenyekiti jambo hili lisipelekwe wizarani? Anayeratibu huyo ambaye anapaswa kulipa. Mzunguruko huu wa ulipaji unawezekana kwa sababu kubwa ikawa kuna element ya kupotea kwa fedha hizi, kwa sababu anayeratibu na anayekwenda kulipa ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo ni ushauri wangu kwenye hili, wizara, fedha hizi za malipo ya pensheni jamii wazielekeze Wizara ya Maendeleo ya Jamii ili wao waende wakalipe, kwa sababu wao ndio ambao wanafanya uratibu kwa kiasi kikubwa. Lakini la pili ni kuongeza gharama. Ikiwa kule kuna uratibu unafanyika, huku kuna watu wengine tunaenda kwa watu wa kulipa, ni kuongeza gharama kwa serikali. Kwa ni muhimu kwamba jambo hili lifanywe sehemu moja. Lakini kwenye hilo waziri hapa atakapokuja, nilisema nitazuia hili fungu. Waziri atakapokuja anieleze ni kwa nini kwamba hukumu ya mahakama ambayo imetoka tarehe kesi namba 30 ya mwaka 2009 ambayo imetoka na imeonyesha formula ya watu wale ambao wanapaswa kulipwa na kiasi ambacho wanapaswa kulipwa, ni kwa nini mpaka leo watu wale hawajalipwa, wafanyakazi wa JKU, na kwa formula ambayo imeelekezwa na mahakama na formula ambayo imewekwa katika gazeti la serikali, katika sheria pia. Kwa hiyo waziri atakapokuja hapa anieleze ni kwa nini wastaafu hawa mpaka leo hawajalipwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikihama hapo nielekee kwenye mfuko wa huduma za afya Zanzibar, ZHSF. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali tunapoanzisha mambo, bila shaka zipo sababu kadhaa ambazo zinatupelekea kuanzisha kwa mambo hayo, lakini kwenye sababu hizo pia tunakwenda kutizama mgongano wa masuala ya kisheria au sheria ambayo inahusiana na jambo lile. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria hii ya mfuko wa huduma za afya Zanzibar wakati inaanzishwa,
Pia sheria ya ZSSF ilikuwa inaonyesha wafanyakazi au wachangiaji wa mfuko ule wanastahiki kupata fao la huduma ya matibabu. Lakini mpaka kifungu kile, sheria hii inapitishwa na kifungu kile kunakuja kufutwa, hakuna mfanyakazi wa ZSSF ambaye alipata ile benefit, na tumejibiwa kwenye baraza hili kwamba mafao yale hayakuweza kufanya kazi. Wakati unaanzishwa mfuko huu, serikali walipaswa kujielekeza kurudi kwenye mfuko wa ZSSF. Lipo hilo fao ambalo wafanyakazi walistahiki kupata. Ni sababu zipi nyingine ambazo zinapelekea sasa kuja kuanzisha mfuko mwingine, kwenda kuwachaji wafanyakazi gharama nyingine, kwenda kuongeza gharama, kwenda kuibebesha serikali gharama? Jambo hili sio sahihi, na jambo hili halikupaswa kufanyika. Sasa mfuko huu umeanzishwa ikiwepo sheria, tukakwenda kufuta kile kifungu, tukakiondosha ili sheria hii iwe ni halali. Sasa sheria hii baada ya kuanzishwa kwake, Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa inakabiliwa na changamoto nyingi. Moja ni suala zima la uhimilivu wake. Hapa tumeelezwa kwamba madeni yote ambayo yanahusiana na matibabu ya kiafya yanakwenda kubebwa na mfuko huu, na tumeelezwa hapa kwenye ripoti kwamba suala la outsource ambalo linafanyika la hospitali wamekabidhiwa mfuko huu. Tumeelezwa hapa suala la deni la Muhimbili wanakabidhiwa mfuko huu. Tumeelezwa hapa suala la bohari ya dawa ya Zanzibar madeni yake wanakabidhiwa mfuko huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kwenye ripoti ya wizara hii ya fedha inaonyesha kwamba mfuko huu unakabidhiwa na changamoto kubwa ya maradhi haya nyemelezi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ustahimilivu wa mfuko huu uko wapi? Ikiwa kila kitu tunakibebesha kwenye mfuko huu mfuko unaenda kufa kifo cha kawaida. Mfuko unakwenda kufa kifo cha kawaida. Mfuko huu unakwenda kuelemewa. Mfuko huu, na bahati mbaya sana, tumeelezwa kwamba mfuko huu ndio utabeba gharama za matibabu ya wananchi wote wa Zanzibar. Sasa hivi ukienda mahospitalini, ukienda hospitali ya vitongoji, jana mimi nimepigiwa simu kwa bahati nzuri, na leo nimeendelea kupokea simu, wananchi wanakosa huduma kwa sababu eti hawajasajiliwa kwenye mfuko wa huduma za afya Zanzibar. Kwenye ripoti imeonyesha kwamba wananchi ambao wanapaswa kusajiliwa wamesajiliwa 47% tu, 63% bado hawajasajiliwa. Kwa hao wananchi 63% leo wakosa huduma za matibabu kwa sababu hawana kadi ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunawaumiza wananchi wetu, tunakwenda kuwaumiza watu wetu, wanakwenda kukosa huduma za matibabu eti kwa sababu hawajasajiliwa kwenye mfumo wa huduma za afya, mfuko ambao tayari unakabidhiwa majukumu mengi mazito na makubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfuko huu unakwenda kufa. Mfuko huu Mheshimiwa Mwenyekiti unakwenda kufa, na hapa tutakuja kulaumiana. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya suala hili la mfuko wa huduma za afya, nizungumzie pia suala la miradi ya maendeleo ya miradi hii ambayo inaanzishwa na mfuko huu wa ZSSF. Tumeshuhudia hapa. Mheshimiwa, dakika zako zinamalizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshuhudia hapa mfuko huu wa ZSSF ukianzisha miradi mingi ya maendeleo, na ni masuala kadhaa wakiweka uwekezaji. Ni masuala kadhaa hapa ambayo yamekuwa yakihojiwa kuhusiana na uwekezaji ambao unakwenda au unaendelea kufanywa na ZSSF. Kwanza, gharama zake za miradi hii inaonekana gharama zake kuwa kubwa sana. Lakini pili, manufaa kwa wanachama na ushirikishwaji wao, ni kwa kiasi gani wanachama hawa wa mfuko huu wa hifadhi ya jamii wanashirikishwa, na kwa sababu fedha hii ni fedha ya kwao, sio fedha ya serikali. Wananchi, wanachama wa mfuko huu wanapaswa kushirikishwa, lakini wanafaidikaje na uwekezaji huu ambao unafanyika? Haya ni mambo ya msingi ambayo tunahitaji majibu
kwa sababu tumeshuhudia miradi kadhaa ambayo ikifanywa na ZSSF imeonekana ikifeli. Mwenye macho haambiwi tazama. Miradi hii tumeiona ikiendelea kufeli. Kwa ni muhimu sana kwenda kuwaridhisha wanachama wa mfuko huu wa huduma za jamii Zanzibar ZSSF, kwanza usalama wa fedha zao ambazo wameziweka pale, pili uhimilivu wa miradi hii na uhakika wa miradi hii, lakini wao wanakwenda kubenefit nini kwenye miradi hii ambayo inafanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruksa yako naomba niongezee dakika moja ili nimalizie mchango wangu kwenye eneo hili la mfuko au hawa wenzetu wa ofisi ya msajili wa hazina. Mheshimiwa Mwenyekiti, ofisi ya msajili wa hazina ni ofisi ambayo ina wajibu na majukumu ya kuhakikisha kwamba wanasimamia mashirika yote ya umma. Ni masikitiko yangu makubwa mno kuona kwamba ofisi hii haifanyi wajibu wake. Mwenzangu hapa Mheshimiwa